Sasa tukijibu maswali hayo ambayo wapinzani na watu wengine wanauliza, tutaanza na swali la kwanza ambalo linasema, kama Yesu ni Mungu, iweje mwanadamu aweze kumuua Mungu aliyemuumba? Je, kuna wakati mwanadamu amekuwa juu ya Mungu? Sasa jibu letu ni kuwa ili tuweze kutambua ni nani aliyeuawa, ni muhimu kuwafundisha au kuwajibu hawa wapinzani kwamba Yesu alikuwa ni Mungu kweli na mtu kweli. Inabidi kwanza waelewe jambo hilo, na inabidi kuwapa mafundisho mpaka waweze kuelewa kwamba Yesu ni Mungu kweli na mtu kweli. Sasa aliyeuawa sio Yesu katika umungu wake, bali Yesu katika ubinadamu wake. Yesu katika umungu wake aliruhusu yeye katika ubinadamu wake auawe. Tukisoma katika kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 8 mpaka wa 9, anasema alipojiona yuna hali ya ubinadamu, yani yupo katika umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti ya msalaba. Hapa sasa utaona Yesu katika umungu wake aliruhusu yeye katika ubinadamu wake auawe. Kwa hiyo aliyeuawa sio Yesu katika umungu wake, bali Yesu katika ubinadamu wake. Umeona? Sasa kumekuwa na mijadala mingi kati ya wanazuoni wakizungumzia wakati ule Yesu alipouawa kwamba je, nafasi yake kama Mungu ilikuwa wapi? Je, Yesu aliteswa na kuuawa wakati akiwa ni Mungu, yani akiwa kwamba kama Mungu pia aliteswa, Mungu alipata maumivu? Basi hilo ni swala ambalo linapaswa kuelezewa kidogo kwa undani, kwamba Yesu Mungu hajawahi kutenganishwa na Yesu mtu. Lakini ijapokuwa Yesu Mungu hakutenganishwa na Yesu mtu, basi hatuwezi kusema basi Yesu Mungu naye aliweza kuteswa. Sasa ni muhimu kutazama kwa undani kipindi cha mateso, kifo mpaka kufufuka kwa Yesu. Kwanza ni muhimu kabisa kuelewa kwamba mateso aliyoyapata Yesu yalikuwa ni mateso kweli kweli. Yesu aliuawa kweli kweli. Yesu katika ubinadamu wake alikuwa na madhaifu, na alikuwa na madhaifu yote ya kibinadamu. Kwa mfano, alipata maumivu, aliumizwa, alilia, alichoka, alitoka damu, alianguka, hata akasaidiwa kubeba msalaba, aliona kiu na aliweza kufariki. Sasa yote haya hayakuwa ya uongo, bali yalikuwa ni kweli tupu. Na Yesu katika ubinadamu wake aliyavumilia, aliyapata mateso, alivumilia hata akafa. Tunaweza kusema basi yote haya yalitendwa kwa Yesu mtu kutokana na mapenzi ya Yesu Mungu. Yaani Yesu katika umungu wake aliyaruhusu haya yafanyike katika ubinadamu wake, kwa sababu ndicho kilichomleta duniani. Kama tunavyoona katika Yohana 3:16 kwamba Mungu aliupenda ulimwengu, basi ikabidi amtoe mwanawe wa pekee afe. Kwa hiyo ni jambo la makusudi kabisa lililofanywa na lililopangwa kufanyika juu ya Yesu mtu. Ndio maana Mungu alikuja duniani akauvaa ubinadamu wetu, na alipouvaa ubinadamu wetu, basi ubinadamu wa Yesu ndio
kupata mateso, lakini sio binadamu, sio umungu wa Yesu, au sio Yesu katika umungu wake. Alizaliwa na kuishi kama sisi, ijapokuwa hakuwa na dhambi, na hii tunaiona katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 14 na vile vile Waebrania sura ya 5 mstari wa 6, na pia tunaiona katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 2 mstari wa 23 na pia sura ya 3 mstari wa 15, au tunaiona pia katika Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 2. Sasa kama tulivyosema, Yesu Mungu aliruhusu Yesu mtu ateswe, auawe na afufuke. Lakini Yesu Mungu ambaye ni roho, kama tunavyosoma katika maandiko kwamba Mungu ni roho, tunasoma hilo katika Yohana 4:24. Yesu Mungu hakuteswa, hakuuawa na wala hakufa. Kilichokufa ni kile kilichozaliwa na mwanamke, yani Yesu mtu. Ayubu 14 mstari wa 1 anasema, kila kilichozaliwa na mwanamke siku zake zinahesabiwa. Maana yake kila kilichozaliwa na mwanamke kitakufa. Sasa baada ya kufa, Yesu alishuka kuzimu. Hakushuka kama mwanadamu, bali alishuka katika roho, yani Yesu Mungu. Hata alimwambia yule mwivi aliyepata neema pale msalabani, leo utakuwa na mimi paradiso. Hii inapatikana katika Luka 23:43. Maana yake kifo hakikuwa mwisho wa Yesu Mungu, bali Yesu mtu. Tuliona kuwa wenzetu wa Islamu wao wanapinga mateso, kifo na ufufuko wa Yesu, hasa katika kitabu chao cha Qurani kama tulivyosoma, wakidai kwamba Wayahudi hawakumuua wala hawakumsulubisha. Sasa ni muhimu kujua ni kwa nini Yesu alikufa na umuhimu wa kifo chake. Biblia inadai kuwa mtu asihukumiwe kwa ajili ya dhambi za mwingine, ambapo tulieleza pia katika wale wanaopinga wanasema kwamba Biblia inadai mtu asihukumiwe kwa ajili ya dhambi za mwingine, kwamba baba asihukumiwe kwa ajili ya dhambi ya mtoto na mtoto asihukumiwe kwa sababu ya dhambi za baba. Na maana yake ni nini? Ilimaanisha kuwa watu wasije kumhukumu mwingine kwa kosa asilohusika nalo. Hii inazungumzia jambo moja, yani haki. Si haki kumhukumu mtu bila makosa kwa kosa asilolitenda yeye. Kwa mfano, sio haki kabisa kumhukumu mwingine kisa eti mtoto wake amekosa na iwe eti yeye ni mkosaji. Hapana. Mungu alitaka haki itendeke, kwamba mtu anayekosa tusimfuate mwingine na kumwambia basi tunakuadhibu wewe. Kwa mfano, mtoto anaiba mali za mtu, alafu anapotafutwa akikosekana, basi mtu mwingine wa kufuata ni nani? Baba yake. Kwa watu wamkamate baba yake, wamhukumu pasipo haki juu ya makosa aliyotenda mtoto wake. Hapana. Mungu alidai kwamba yule aliyekosa basi ndiyo yeye anapaswa kuadhibiwa. Lakini tunaona Yesu yeye alijitoa kwa hiari yake kufa ili sisi tupate kupona. Tuchukue mfano mmoja. Mama anayempenda sana mtoto wake anakuwa radhi kabisa kuteseka kwa ajili yake. Tunaweza kusema kwa mfano, mtoto anaweza kuugua. Kwa vile mama anampenda mtoto wake, basi mama anaweza kukosa usingizi. Hawezi kulala kwa sababu mtoto wake anaumwa, anakaa macho usiku kucha. Sasa haya ni mapenzi ya mama, lakini
hakuna sheria inayosema kwamba mtoto akiugua basi mama yake akae macho kwa sababu eti mtoto hakulala, na mama akae macho mpaka kucha, yani mpaka asubuhi. Hapana, hakuna sheria, hakuna utaratibu wa jinsi na namna hiyo, lakini ni mama anayafanya hayo kwa mapenzi ya mtoto wake. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu hakulazimika kufa kwa sababu eti sisi tuna makosa. Yesu alitupenda na alijitolea yeye kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Mungu hakupenda sisi tupotee. Kwa hiyo alichukua jukumu lake kubeba dhambi zetu ili sisi tuweze kupona. Kwa hiyo Yesu hakuuawa kwa sababu eti ya kumkosea haki. Hapana, sisi hatukustahili haki ya kukombolewa, lakini Yesu alijitoa kwa ajili yetu akauawa. Lakini pia ni muhimu kujua kujua ndio kwamba ni kwa nini Yesu alimwaga damu yake kwa ajili yetu. Kwa nini hakufanya jambo jingine? Jibu tu ni kwamba Biblia inasema hakuna ondoleo la dhambi pasipo umwagaji wa damu. Hii tunaipata katika Waebrania 9:22. Sasa tujiulize, ni kwa nini? Sababu ni kuwa dhambi ni laana, na laana huondolewa kwa njia ya damu. Jambo hili lilianza tangu wakati wa Adam na Eva pale walipotenda dhambi. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo 3:21 tunaona kwamba Mungu alimwaga damu ya mnyama na kuwafunika kwa ngozi. Sasa tangu hapo Waisraeli walipokosa walichinja mnyama na kumwaga damu yake madhabahuni. Tena walipewa maelekezo kama tunavyosoma katika kitabu cha Walawi sura ya 16. Ukisoma hiyo sura ya 16 katika kitabu cha Walawi utaona kwamba Mungu aliwapa Waisraeli maelekezo ya jinsi ya kufanya sadaka ya dhambi. Aliwaambia kwamba watatafuta beberu wawili, mmoja atatolewa kwa ajili ya Mungu na mwingine atatolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sasa yule aliyekuwa kwa ajili ya Mungu alichinjwa na damu yake ikamwagwa kwenye madhabahu, lakini yule wa pili aliachiliwa akiwa hai kuelekea jangwani kwa ajili ya shetani Azazeli. Yaani huyu anabeba dhambi za watu na kuelekea jangwani kwa ajili ya shetani aliyeitwa Azazeli. Kwa hiyo huyu aliibeba laana ya watu, yani alibeba dhambi za watu. Lakini sadaka hii haikuondoa dhambi moja kwa moja, bali ilizifunika dhambi za watu. Na kila mwaka watu walichinja mnyama na kumwaga damu katika madhabahu na kufanya tukio hili mara kwa mara, kwa sababu damu ile iliyomwagwa kwa mara ya kwanza haikuweza kufuta dhambi moja kwa moja, bali ilizifunika. Sasa Yesu alikuja ili kutupatanisha moja kwa moja na Mungu kwa njia ya damu yake na kwa ondoleo zima la dhambi, yani ondoleo zima la laana yetu kwa kumwaga damu yake, kwa njia ya damu yake. Ndio maana Yesu alisema, hii ndiyo damu yangu, damu ya agano itakayomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Tunaisoma katika Wakorinto wa kwanza 11:25. Sasa utaona kwamba Mungu hakupendezwa na sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi kama tunavyosoma katika Waebrania 10 mstari wa 6 mpaka ule wa 8. Lakini Mungu alipendezwa na Yesu na ile sadaka ya Yesu aliyoitoa kwa njia ya damu yake. Sasa basi ni muhimu kutofautisha kati ya dhambi na makosa. Kama tulivyosema, dhambi ni laana. Makosa
yanatokana na dhambi. Makosa yanatokana na ile laana alionayo mtu. Kwa mfano, mtu anafanya kosa la kuiba. Anafanya hivyo kwa sababu mtu huyo ni mwizi, yaani ana dhambi ya wizi au ana laana ya wizi. Au mtu anafanya kosa la uzinifu kwa sababu mtu huyo ni mzinzi au ana dhambi ya uzinzi, au tunaweza kusema ana laana ambayo ni uzinzi. Makosa yanaweza kurekebishwa na wanadamu au kwa njia ya mamlaka husika. Kwa mfano, mtu anaweza akafungwa jela kwa kosa la wizi, au mtu amekamatwa katika uzinifu anaweza akafungwa jela, lakini kumweka mtu jela au kumhukumu kwa njia zetu sisi binadamu haimwondolee mtu dhambi. Dhambi inarekebishwa na Mungu kwa njia ya damu ya Yesu, ambaye yeye aliibeba laana yetu. Alifanyika kuwa laana ili sisi tukombolewe, kama tunavyoweza kusoma katika Wagalatia 3 mstari wa 13 mpaka ule wa 14. Hivyo Yesu alikuja duniani kwa lengo moja, la kutupatanisha na Mungu kwa njia ya damu yake iliyomwagika katika madhabahu ya Kalvari. Ndiyo maana tukio la kuchomwa mkuki na damu yake kumwagika lilikuwa ni tukio muhimu sana pale Kalvari, kwa sababu lilikamilisha agano hili la Mungu na mwanadamu, kama Mungu alivyoeleza katika Yeremia 31 mpaka 37. Sasa ukiwajibu wapinzani wetu kwa njia hii, wataelewa kuwa kumbe ni lazima ilimbidi Yesu auawe, Yesu mtu, kwa ajili yetu, na ni kweli aliuawa. La sivyo, kama Yesu hakuuawa kama vile Waislamu wanavyodai, basi yale yote aliyosema kuwa ataenda Yerusalemu na kushtakiwa na wazee na makuhani na kuuawa na atafufuka siku ya tatu kama tunavyosoma katika Mathayo 16:21 yangekuwa ni ya uongo, lakini Yesu hakuwa muongo. Kwa hiyo yale aliyotamka ni kweli na Yesu aliuawa. Sasa wapinzani watakuuliza, sasa basi kama ilimpasa Yesu kuuawa, ni kwa nini aliona hofu na kudai aepushwe na kikombe hiki? Hilo tutaendelea katika toleo lingine. Asanteni.